Hivi we mtoto, huwa unanisikiliza kweli? Hivi ni mara ngapi nimekuambia usivae nguo za nusu uchi hapa nyumbani kwangu? Dada, mbona hizi nguo ni za kawaida tu? Halafu pia joto ni kali sana, siwezi kuvaa nguo ndefu. Cha usiku, hapa nyumbani naishi na mume wangu. Hivi huoni aibu kujipitisha mbele ya shemeji yako huku ukiwa unaonesha hivyo vipaja vyako kama vya njiwa? Sasa mke wangu, nawe umezidi, yaani unamwandama mdogo wako mpaka kero. Si umwache avae anavyojisikia. Unamaanisha nini kusema nimwache aendelee kuvaa nguo za ajabu nyumbani kwangu, au unamtaka? Kwa hiyo Malaika, umefikia tu ya kunidharau kiasi kwamba unadhani mimi naweza kujivua heshima yangu na kulala na mdogo wako, sio? Mimi sijasema unalala naye, ila nataka kujua kwa nini unamtetea hali ya kuwa mavazi yake yanakuvunjia heshima. Cha usiku, hebu nenda ukavae nguo za heshima. Ila dada, kuna muda unaboa bwana. Yaani humu ndani wewe peke yako ndio unayelalamika kuhusu mavazi yangu. Shemeji yeye wala hana tatizo. Ila wewe nawe una wivu wa kijinga sana. Hivi unafikiri mimi nitakuja kumtamani mdogo wako? Huyo si kama mdogo wangu. Wewe jifanye sasa hivi unamuona kama mdogo wako, ila siku mkijichanganya mtaita maji mma. Cha usiku, wameshakutandika mimba sio? Hapana dada, ninajisikia vibaya tu. Kwa hiyo unafikiri kichefuchefu cha mimba mimi sikifahamu? Sio. Bado nataka kusema hiyo sio mimba. Sasa twende hospitali tukapime alafu utanieleza vizuri. Basi dada, nitakuambia ukweli. Vipi tena? Mbona nasikia kelele zisizo na kichwa wala miguu? Huyu shemeji yako uliokuwa unamtetea kila siku ni mjamzito. Unasemaje Malaika? Ndiyo, ni mjamzito au nakusingizia cha usiku? Ni kweli dada, nina mimba. Haya, sasa nataka useme hapa mbele ya shemeji yako. Huyo mwanaume aliyekupa mimba ni nani? Kwa sababu una mwezi mzima haujatoka humu ndani. Sasa sijui hiyo mimba ni ya huyu jirani anayekuja humu ndani mara kwa mara au ni ya mlinzi. Dada, naomba unisamee. Nikusamee nini? Nataka kusikia majibu ya swali nililokuuliza. Huu ujauzito ni wa nani? Ama nianze kutembezea viboko ndo useme? Hapana dada. Hii mimba ni ya shemeji. Sam? Sio bure, huyu mdogo wako ana wazimu. Wewe mjinga, mimi nimelala na wewe lini hadi useme hiyo ni mimba yangu? Hii mimba ni yako shemeji, wala usikatae. Maana ile siku dada aliondoka kwenda Kikoba uliniita chumbani kwako ukanilazimisha tulale wote. Nyamaza mpumbavu mkubwa wewe. Yeye anataka kunigombanisha na mke wangu. Unasemaje nilikulazimisha tulale wakati hata dakika 2 hazikuisha? Hiyo mimba sio yangu bwana. Dakika 2? Ina maana ni kweli ulilala na mdogo wangu? Malaika, nisikilize. Hatakuwa hata tumepanga. Ilikuwa ni ajali tu, shetani alinipitia. Sema huyu mdogo wako ndio chanzo. Si nikwambia anavaa vibaya. Yaani muda wote anapita mbele yangu mapaja yakiwa nje. Na kama unavyojua mimi ni mwanaume bwana. Damu bado inachemka. Kwa hiyo nilishindwa kujizuia. Kwa hiyo sasa hivi ndio umejua kuwa cha usiku anafanya makosa kuvaa vibaya? Wewe si ndio ulikuwa ukimtetea? Sam, hivi wewe ni mwanaume wa aina gani ambaye unashindwa kuzuia tamaa zako? Basi mama yaishe, huu sio muda wa kulaumiana, bali ni muda ambao tunatakiwa tujadili kwamba tunafanya nini. Maana kama ni mimba tayari ndio imeshaingia. Sam, mbona unadharau kiasi hiki? Ni maneno gani hayo unaoniambia? Sasa unataka nisemaje? Kwanza wewe mwenyewe kipindi chote ambacho nimeishi na wewe, hujawahi hata kushika mimba kwa bahati mbaya. Sasa utajuaje kama Mungu ametaka nipate mtoto kupitia mdogo wako? Kwa hiyo Sam, umenifanyia yote hayo na bado umeona haitoshi. Sasa hivi umeamua kunitukana matusi ya nguoni. Hivi unadhani mimi napenda kukaa hivi bila mtoto? Sijamaanisha hivyo mke wangu, ni hasira tu. Tafadhali usinielewe vibaya. Hata kama haujamaanisha, lakini ndio umeshaharibu. Na mimi siwezi kuendelea kuishi hapa tena, acha tu niondoke. Sasa unaondoka unaenda wapi? Sijui ninapoenda, wewe niache tu. Malaika, tafadhali usiniache na huyu mdogo wako. Mimi siwezi kuishi na mwanamke ambaye hajui hata kupika. Huyo si ndio uliona anafaa kuwa mke wako, pambana naye.